Sasa rais wa Iran Masoud Pezeshkian ameiamuru Jamhuri ya Kiislamu kusitisha ushirikiano wa taifa hilo na shirika la kimataifa la kudhibiti nguvu za atomic baada ya Marekani kushambulia vinu vyake vya nyuklia. Hatua hii inajiri baada ya bunge la Iran kupitisha sheria inayositisha ushirikiano huo. Haikuwa wazi hatua hii inamaanisha nini hasa kwa shirika la kimataifa la kudhibiti nguvu za atomic ambayo imekuwa ikifuatilia mpango wa nyuklia wa Iran. Shirika hilo hadi sasa halijatoa maoni yoyote kuhusiana na hatua hiyo. Irani inatetea uamuzi wake wa kusimamisha ushirikiano na shirika la Umoja wa Mataifa la nguvu za atomic. Baada ya bunge kupitisha uamuzi huo, Baraza la Juu la Usalama wa Taifa nchini Iran lilipaswa kufuatilia na kusimamia utekelezaji wake, ambapo Rais Masoud ni mkuu wa baraza hilo na amri yake inaashiria muswada huo utatekelezwa. Katika hili, mkuu wa shirika la kimataifa la kudhibiti matumizi ya nguvu za atomiki alibainisha mambo kadhaa, ikiwemo kwamba nchi ya Iran inaweza kuanza tena kurutubisha uran na kutengeneza bomu katika muda wa miezi michache ijayo. Rafael Gross amesema mashambulio ya Marekani yaliyolenga maeneo matatu ya kurutubisha uran ya Iran yalisababisha uharibifu, lakini si uharibifu mkubwa sana wa kuifanya Iran ishindwe kuendelea na mpango wake wa nyuklia. Matamshi yake yalikinzana na yale ya rais wa Marekani Donald Trump.